Makosa ya usiku huzaa machozi ya mchana. Hii ni hadithi ya kweli ya maisha, hadithi ya funzo, na hadithi ya mtoto ambaye baba yake alikuwa karibu naye kila siku, bila kujua. Miaka kadhaa iliyopita, kulikuwa na mwanaume mmoja aitwaye Juma. Juma alikuwa kijana wa kawaida, mfanyakazi wa mjini, mpenda starehe za usiku kama vijana wengine wengi. Alipenda kutoka baa moja hadi nyingine, kunywa pombe, kucheka na marafiki, na kusahau mawazo ya maisha. Siku moja usiku wa manane, Juma aliingia kwenye baa moja maarufu katikati ya jiji. Pombe ilikuwa nyingi, muziki ulikuwa mkubwa, na watu walikuwa wamelewa. Ndani ya baa ile alikutana na mwanamke mmoja, Fatuma. Walizungumza, wakacheka, wakanywa zaidi, mpaka wote wawili walikuwa wamelewa kupita kiasi. Usiku ule, kwa sababu ya ulevi, waliondoka pamoja. Hakukuwa na mapenzi ya kweli, hakukuwa na mipango ya baadaye. Ilikuwa ni matokeo ya pombe na tamaa ya muda mfupi. Asubuhi ilipofika, kila mmoja aliondoka njia yake. Hawakubadilishana namba, hawakukumbuka hata majina vizuri. Kila mmoja alirudi kwenye maisha yake, akiamini yale yaliyotokea yamepita. Lakini kwa Fatuma, mambo hayakuwa rahisi kama alivyodhani. Baada ya wiki kadhaa, alianza kujisikia tofauti. Kichefuchefu, uchovu, na mabadiliko ya mwili. Alipoenda hospitali, majibu yakamkuta alikuwa mjamzito. Hapo ndipo dunia yake ilipobadilika. Fatuma alijaribu kumkumbuka yule mwanaume. Alikumbuka baa, alikumbuka vicheko, lakini sura, jina, au hata sauti yake hakuvikumbuka vizuri. Pombe ilikuwa imefuta kila kitu. Alilia, akajilaumu, lakini tayari ilikuwa imechelewa. Aliamua kubeba ujauzito peke yake. Hakukuwa na baba wa mtoto wa kumsaidia, hakukuwa na familia ya kuitegemea. Baada ya kujifungua mtoto wa kiume, maisha yakawa magumu zaidi. Ili kuishi, Fatuma alianza kazi ya mama lishe, akipika chakula pembeni ya barabara. Juma naye aliendelea na maisha yake. Hakujua kabisa kwamba mahali fulani kulikuwa na mtoto aliyebeba damu yake. Siku moja mchana, akiwa na njaa kazini, alisimama kwenye kibanda cha mama lishe karibu na ofisi yao. Ndipo alipokutana tena na Fatuma, bila wao kujua. Fatuma alimkaribisha kama mteja wa kawaida. Chakula kilikuwa kitamu, bei nafuu. Juma akaanza kuwa mteja wa kudumu. Kila siku, kila wiki, alikuja pale. Walizungumza, wakacheka, wakazoeana. Hatimaye wakawa marafiki. Juma aligundua kuwa Fatuma alikuwa mwanamke mwenye bidii na mwenye heshima. Aliona pia mtoto mdogo aliyekuwa akicheza karibu na kibanda, lakini hakuwahi kujiuliza sana. Alimsaidia Fatuma mara kadhaa, hasa pale alipokuwa akipungukiwa na mtaji. Alimkopesha pesa, alimpa moyo, bila kujua kuwa alikuwa akimsaidia mama wa mtoto wake mwenyewe. Siku moja, wakiwa wanapiga stori kama kawaida, mazungumzo yakageukia maisha ya zamani. Fatuma akacheka na kusema, "Unajua Juma, kuna siku niliwahi kwenda baa fulani usiku nikiwa nimelewa sana. Niliondoka na mwanaume mmoja, lakini mpaka leo simkumbuki kabisa." Juma naye akacheka na kujibu, "Haha, hata mimi ilishawahi kunitokea. Niliondoka na mwanamke fulani baa, lakini kutokana na pombe, simkumbuki hata sura yake." Walicheka wote wawili, lakini ghafla kicheko kikageuka ukimya. Walipoanza kuelezea baa ile, siku ile, na mazingira yale, waligundua kitu cha kushangaza. Stori zao zilikuwa moja. Moyo wa Fatuma ukaanza kudunda kwa kasi. Macho yakaanza kumjaa machozi. Alimtazama Juma, akamtazama mtoto aliyekuwa akicheza karibu nao, kisha akamwambia, "Juma, na huyu mtoto unayemwona hapa ni mtoto wako. Niliondoka baa ile nikiwa na ujauzito." Alimtazama mtoto kwa makini kwa mara ya kwanza. Mtoto wake alikuwa mbele yake muda wote, lakini hakujua. Hadithi hii inatufundisha kitu kimoja kikubwa sana. Kuna watoto wengi mitaani, kwenye vibanda, kwenye barabara, ambao baba zao wapo hai. Wanawapita kila siku,
bila kujua kwamba ni watoto wao. Pombe, uzembe na kutokuwajibika vinaweza kuzaa maumivu makubwa kwa vizazi visivyo na hatia.